Kuna mmoja hapa ananiambia Clement, haya hizi dawa ARVs ni nini zinafanya mtu kutofautisha aliyeathirika na yule ambaye hajaathirika, inakuwa ni ngumu kutofautisha. Na ili inanirudisha pale kwa wale ambao huwa wanapima na macho. HIV kwanza ipimwe na macho. Yes, kwa mtu anaangalia unasema haiko sawa, hii haiwezi kuwa nayo. Hapana. HIV haipimwi na macho. Yeah. Usipoenda hosi kupimwa, hautajua. So usione mtu amekonda, udhanie huyu akona HIV. No. Anaweza kuwa maybe akona another disease. Yeah. Maybe ni cancer or anything. So for you to know your status, enda tu hosi, ukae chini, upimwe, and then from there utajua kama you are positive or negative. Is why judge from body. Jo, kuna watu wenye wako sawa kimwili but wanameza madawa. Yes. As a country unafikiri ni tumepiga hatua gani ama ni vitu gani ambavyo tunafanya kuhakikisha kuwa tunapunguza maambukizi ya virusi? As a country. Yes. As a country I can say there is a gap. Kuna gap because something needs to be done. Something needs to be done. Yeah. What is that something? Already tushawana the one thing yenye ina cover all things, leave alone HIV peke yake. Yeah. STIs, that is the likes of akina gonorrhea, chlamydia, syphilis and all. That is condom. Yeah. You see, as a country, let us invest in condom, because condom is the one contraceptive yenye ina cover all, including even an unintended pregnancy. Yeah. So condom, let's come from e gap to ya 250 million turudi to 400, hata ikiwezekana to more. So to the government, let us invest in condom, because condoms zitasaidia youths kukua healthy. Yeah. And a healthy young generation is a healthy Kenya. A healthy young generation is a healthy future. Kabisa. So let us invest in preventive measures. 0719012700. Najua kuna wale na maswali. Na jamani, mlete maswali ambayo yanajibika. Usije mkaleta maswali mengine. Lakini pia vile kama unataka kumwambia, of course ni youth champion tuko naye hapa hivi. Na leo siku ya youth tumesema jamani, tusimsongeze mwenzetu, tuje tupige story na tuweze kujua hali ikoje. Hello. Hello, ndio Maisha. Semaje ndugu? Kilimo. Yo. Radio Maisha, hello. Hello Master. Aje. Bila shaka ni Solomon kutoka Nyero. Unasemaje Solomon? Sasa mimi nasema hivi. Yes. Sasa ikiwa madawa zenyewe unasikia kuna zenye zinaingizwa injini, madawa feki ya kondom, pia kuna zile feki. Sasa in case mtu maybe anatarajia anatumia imsaidie, na tena hiyo yenye anatumia ndo inahatarisha maisha yake. Sasa mtu anaamua tu hera aende hivyo kavu kuliko atumie kitu tena na inaweza muua mapema kabisa. By the way, anasema kuna baadhi ya kuna kesi zile ambapo watu wanapatiwa madawa feki, na nadhani swali lake labda angeuliza mtu atajuaje haya ni feki, hii si feki, kwa sababu wewe ndio ukatumia madawa, kwa sababu kama ni feki uende kataka kuathiri mwenyewe pia. Yes. Okay. Hiyo issue ya dawa fake imekuwa very rampant. Unaenda mtu anakutext anakuambia, Julia, nimeenda hosi, hizo dawa nimepatiwa nikaa ni fake. Yeah. What should I do? That is a call to the government. Because they cannot be giving fake medicine to people. Yeah. Hiyo si nikusema wanataka kumaliza generation yote. Kabisa. That is a call to the government, yeah, and to the companies that are distributing drugs. Ni kama HF mnafanyaje so to HF hili janga? Another thing, ukienda kwa facility, yeah, hakikisha una trust facility. Hakikisha una trust facility. Usikuwe mgeni uende kwa facility hivi. Yeah. Before uende kupimwa, just do a research. Hakikisha unajua facility gani true, facility gani yenye ni legit. Yeah. You see, personally nawakaribisha AHF. It's a true facility na hatuna hizo drug fakes. Kabisa. Yeah. All right. Radio Maisha, hello. Poa sana, punguza sauti ya radio bro. Radio Maisha, hello. Master, mambo vipi? Poa sana Jose, inakwaje? Salama sana, bila shaka nikiwa Parwaka. Nakwambia jenye iko hapa mtu anajua umuhimu wa masomo kweli. Lakini sasa kwa mgeni wetu ukoaje? Niko poa. Okay, sasa mimi niko na maswali kama mawili hivi, lakini umeweza kunijibu moja. Hii kuna yenye umeongelea mambo na PrEP ya kuzuia
How efficient is it? PrEP. Yeah. PrEP inazuia HIV peke yake. That is number one. PrEP haizui other STIs. Is it 100% ati uko sure ati labda unashiriki labda na mtu mwenye ameambukizwa, uko 100% kwa utaambukizwa? Ni effective. So I as much as tunasemanga hakuna kitu yenye iko 100% sure, but PrEP is a good one. That is kama unajiprevent from HIV, of which PrEP and condom zinafaa ku work both hand in hand, because HIV ina cover all, PrEP ina cover HIV peke yake. So utaenda pale umejiprotect na HIV peke yake, alafu upate STIs hizi zingine. Okay. Yes. Alafu pole Jose. Radio Maisha, hello. Niaje? Fresh bro, inakwaje? Poa sana, ni Frank, niko Makueni. Yes sir. Nimesikia hiyo mwanadada akisema ati lazima mtu akuwe anapimwa regular. At least after 3 months. Sasa mtu atapimwa aje kama amekaa sana bila katiba? Ataenda kupimwa tu bure. Sawa, acha ujibu hilo. Anauliza kwa mtu ambaye hajashiriki ngono, kuna haja yeye kupima ati after every 3 months? Hakuna haja. Nilisema unafaa kupima after every 3 months kama uko sexually active, like kama unashiriki ngono. Lakini kama haushiriki ngono, hakuna haja. All right. Dan. Yes. Semaje ndugu? Niko fresh Gremo. Mgeni ndio huyu hapa. Wacha mimi nibonge tu na yeye. Huyu hapa. Niaje? Poa sana. Nataka nimekwanza nasema nimefurahia venye unatueleza. Asante. Watu tumekuwa tukisikia tu wakati mwingine tunalagaiwa, mtu hawezi kuambia ukweli mpaka tunaanza kuchaji na macho. Nataka tu niulize, wakati mtu unapata kwamba umeenda kwa health center umepimwa, first time unapata kwamba imekuonyesha uko positive, alafu unakaa kwa muda unarudi huko unapata wakipima tena wanakuambia iko negative. Sijui utakuwa unamwamini nani, sababu sijui itakuwa inakuonyesha negative positive mpaka unaishindwa kuelewa. Mbona huko nilipima nikiwa negative, hapa nimepima nikiwa positive? Inakuchanganya. Ufanye aje ndio uelewe kwamba hii zenda umenipima iko tu. Na uenda hata umepima tu kwa sema hizo zenda, lakini wale ambao wanapima uende ni watu tofauti. Napata huyu alikuambia positive, hii negative. Nitamwamini nani? Ama nitafanya aje nijue niko negative ama positive? Asante sana kwa hiyo swali. Sasa utafanya hivi. Haupimwe na watu tofauti. Yeah. Unapimwa na facilities tofauti. Leo umeenda facility fulani, kwa sababu inaweza kuwa ni si watu tofauti. Yeah. Labda ni machine za hiyo facility. So kumaanisha hata wakibadilisha mtu, bado results ni zile zile. Yeah. So leo ukipima kwa facility fulani, wakupate uko positive. Ama negative, kesho enda kwa nyingine. Yes. Na mimi nakukaribisha AHF. Na pia kuna zile home kits zile watu sikiza wanunua kwenye chemist unaenda pima. Yeah, unajipima na maji. So kuna hiyo. Hiyo ni ya wale wenye maybe kwa wenye hawani hiyo courage ya kwenda kwa facility. Pia I can wale kuna imagine unasema jamani kabla tuingie kwenye mesh. I can recommend that. Radio Maisha, hello. Lemon aje? Bana fresh bro, inakuaje? Fresh sana na jana magazi kutoka Ruiru hapa Zitek. Karibu sana mzee. Asante sana, niko na swali moja hapa. Amesema kwamba mtu yafaa upimwe kama uko sexually active, upimwe after 3 months, ndio? Yes. Lakini kama hauko active in sexual, haupimi 3 months haina haja, ndio? Yeah. Ambapo nikikumbuka wakati nilikuwa tunasoma shuleni tulikuwa tunajua kwamba HIV iko transmitted, unaweza kuwa unatumia wembe ama mwingine ametumia kitu kwa kujikata nayo. Sasa kama hauko active in sexual na umetumia hizo vitu vingine, mbona usiende upimwe? Kabisa, tajibu hilo. Umempata? Yeah, nimempata. Asante sana kwa hiyo swali. Sasa kama hauko sexually active, there is no need. But kama for example umetumia
these sharp objects Na unajishuku. Yeah. Enda, that is one. Number 2, maybe kama kumekuwa na ajali. Kulikuwa kwa gari, ajali kafanyika, watu wakakuwa injured, damu hapa na pale. Enda upimu. So kama kuna those circumstances, then you can go for a test. Kabisa. Tumalize na Sly hapa. Hello. Yes, Clevo. Aje. Mimi niko fiti. Mimi nauliza mbona? Mara mwisho umepima lini kwanza Sly? Mimi napima baada ya miezi 3. Kabisa. Unajua mimi najipima mwenyewe juu niko na ile nini nyumbani. Wewe uko sexual active. Sasa nakosa aje. Sasa ni swali jamani. Nini? Uliza swali yako madam. Okay, nauliza aje mbona hizo ni vifaa zimekuwa chache sana hapa Kenya? Vifaa? Condom. Sasa nataka niseme Clevo. Ni hivyo tu, au usiogope jamani, atogopi. Sasa siku tunaona hospitali zimepungua pale hivyo penye inakuanga social hall. Piwa endelee kusaidia hawa maboy. Kabisa. Juu hapo kwa duka Clemo. Huyu hapo ongea naye madam. Haya, wacha nikuulize. Hapo kwa duka unajua vijana wanaogopa kwenda kubaisha. Ukweli. Sasa mngeongea tu na serikali. Venye ilikuwa pale mwanzo kuna venye walikuwa wanaangisha kwa hospitali. Haya kwa social hall, mahali penye watu wanakusanyika, yani ipatikane kiurahisi. Sawa. Hapo inaweza saidia. Kabisa. Radio Maisha, hello. Vipi? Poa sana bosi, mambo? Niko fiti kabisa Clemo. Tumalize na wewe basi. Ushadunda maeneo ya Chekalini, Rugari kwenyewe, Kakamega County. Julia Dongo ndo huyo hapa. Mimi nimesikiza kabisa. Mwanadada, ukweli unatufunza vitu za maana. Asante. Mbona most watu wengi kama for example wa mama most unapatanga mtu hata si wa mama, watu wote unapata mtu anaficha ugonjwa. Kwa sababu shida inakuanga nini? Kwa sababu mtu anaona tu ukweli niko na shida fulani, lakini ukimwambia endako kwa kituo cha afya unapata mtu anaogopa. Swali langu la pili penye mwenzangu ametoka kuuliza hapo ati mambo na kujikinga. For example hizi STIs na mambo na hizo anasema magonjwa ya sexual. Most vijana wengi wanaathirika kwa sababu wanaogopa kupata hizo TB. Mtu kuenda kwa hospitali anaona ni kama nitafika huko ni kama itakuwa gharama. Ni kama kwa maduka, so ni kama wanaogopa gharama. Sijui mbona mtiamue tu mcheze kinyinyi, mulete karibu, labda muongee na hao assistant chief na ma chief, labda wa address kwa hao vijana waone hizo vitu venye wanaweza pata na wajikinge kiafya. Ni leo na Chekalini hapa Rugari, Kakamega County hapa. Sawa. Alright, mjibu wetu tumalizie. Haya, kwanza nitaanza na hii ya pili. Ya pili nilianza nikisema HF tunakuanga na community engagements, community dialogues. So hii community engagements pia huwa include HIV testing. Tunaenda sisi pale na vifaa vyetu, tuna test people from the community. So hakuna haja wewe kukuja kwa facility. Of which sasa there is more to be done to it. So tutafanya more of it. Kwa swali yake ya kwanza ilikuwa swali yako ya kwanza ilikuwa ni kama ameenda. Ameenda. Now, ongea na vijana. Julia Dongo, ongea na vijana. Vijana kuna wale ambao wanaogopa labda kujua hali yao. Ongea nao. Ni muda wako kumaliza na kupia ukiwaga. Kwa vijana kama mimi. Yes. Tusiogope. Tusiogope kujua status zetu, tusiogope kutafuta job opportunities just because hauna experience. You never know where your luck is as a young person. Kabisa. Kuna zile maybe company yenye inataka huyo mwenye anataka kunacha. So as a young person, let's keep pushing. You see, let's keep pushing, let's keep struggling because we are the leaders of now. So usikome, usijishushe moyo, don't discourage yourself. Speak up. Speak up as a young person, move as a young person. Don't let anyone or anything discourage you. Kabisa. Yes. Alright. Shukrani sana kwa kuja Julia Dongo. Na kuambia tena Happy International Youth Day, right? Unasemaje? Ongea nakusikia.
Oh, kuna spoken word. Tuko pia na unasema unataka kutuacha bure. Twende nayo basi afu tukimalizia basi. Wapatie. Sasa to my fellow youths, nataka kuwapatia a piece inaitwa The Truth in Our Voices. Spoken word hiyo. Spoken word as a young person. So nitaanza hivi. Leo tuna celebrate Youth Day. Yani tunajicelebrate. But as we celebrate ourselves, let us not forget there is a war outside, silent yet loud. A war with no bullets but wounds in our body. A war called sexually transmitted infections, yani STIs. Akina nani? Akina kaswende, akina syphilis, akina gonorrhea, akina HIV and AIDS na zingine. STIs ni zile magonjwa hazibishangi hodi, hazichagui rangi wala jinsia, na usiki hazitaki kujua kawe ni maskini au tajiri. They strike when we let our guards down. We call them the silent killers because sometimes they hide in whispers. No wounds, no symptoms, no signs. Lakini ndani, ndani mwili inalia. Leo tunasema knowledge is power. Information tulionayo, information tuliopata, masomo hizo zote hazipatikani kwa vitabu pekee, but pia kwa the choices we make day and night. Use protection. It's not a shame. Kujua hali yako ni courage. Na kukuwa tested sio udhaifu. Na kusema no to unprotected sex usikisi yo hasira, ni heshima. Bro, sis, STIs hazifanyi ukuwe less of a person, but kustay silent na kukosa msaada ndio inafanya tuna lose dreams zetu. So today, as we celebrate ourselves, we are undressing silence and we are dressing courage. Na tunasema waziwazi hapa live kwa Radio Maisha that our health is our wealth. Our future depends on the choices we make today. Kwa hivyo twende tukiwa warriors, not just of knowledge but of awareness, respect and care, because the battle against STIs is a war we can win if we stand together, educate one another and make the decision. So be the hero of your health, because life is too precious to waste. Asanteni sana and happy International Youth Day to us all young people.